Kwa ufupi ni kwamba tumepata nafasi kama walivyoongea viongozi. Tumepata nafasi ya kuongea na mkuu wa mkoa, lakini pia kamanda RPC na timu yake. Jambo kubwa na la msingi ambalo sisi wanachadema, sisi kama Watanzania tunatakiwa kuzielewa ni kwamba masuala ya kiuchunguzi, masuala ya jinai, uchunguzi, masuala ya kijinai yako kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi kusema kwamba Chadema tufanye uchunguzi wenyewe na baada ya kupata ukweli tupeleke mahakamani sisi wenyewe. Tuko katika nchi ambayo ina vyombo, ina sheria ambayo imeundwa ni nani afanye upelelezi. Na kama kuna lolote limetokea basi hatua za kisheria zipi zifuatwe. Nachotaka kuambia na kujulisha kama umma ili tujue wajibu wetu kwa sasa ni upi. Sawa na yale aliyoongea viongozi wa chama ni kwamba Jeshi la Polisi lilitoa taarifa ya kwamba limeteua timu ya kuja kuchunguza, kufuatilia hili swala kwamba limetokeaje au liko kwa sura gani. Tumepata nafasi ya kuongea nao. Kuna mengine wameongea na sisi kwa sababu ya kiufundi na uweledi na tusije tukaharibu swala la kiuchunguzi. Kuna mengine hapa tutayaweka bayana. Lakini nitoe wito kama wakili, lakini pia kama mwanachadema ni kwamba kuna maeneo, naomba nieleweke vizuri. Kuna maeneo ambayo Jeshi la Polisi tumelituhumu na tumeituhumu ofisi ya Afande RCO. Kwa namna yoyote ile, yeye ndio mkuu wa upelelezi wa mkoa wa masuala ya kijinai. Sisi tuliondoa imani na tumemweleza mkuu wa mkoa kwamba hatuna imani naye na hatuna imani na ofisi ya Afande RCO kufanya uchunguzi. Kwa hiyo timu inayokwenda kuchunguza ni timu kutoka makao makuu. Na kwa misingi hiyo hiyo kama una taarifa, kama una taarifa yoyote juu ya kilichotokea kwa ndugu yetu, kabla ya kwenda kwa Afande RPC au kwenda kukutana na Jeshi la Polisi, pita ofisini kwanza. Naomba nieleweke vizuri. Na moja kati ya masuala tuliyokubaliana nayo, moja kati ya mambo tuliyokubaliana nayo ni kwamba kwenye hicho kikao ni kwamba kama utakuwa unakwenda kutoa taarifa kwenye Jeshi la Polisi, kama una taarifa yoyote ya msingi ya kusaidia ili jambo lilotokea, ni kwamba utaongozana na mimi wakili, na kama sitakuwepo kwa sababu moja au nyingine, basi kutakuwa na mawasiliano ambayo ofisi ya kanda kupitia katibu, lakini pia kuna uongozi wa mkoa ulikuwepo, makamu mwenyekiti wa kanda alikuwepo. Usiende peke yako, kwa sababu hatuna imani nao. Pamoja na kwamba wametoka Dodoma, tunawaangalia kwa macho mawili, hatuamini 100%. Naomba nirudie tena. Pamoja na kwamba hiyo timu imetoka Dar es Salaam, imetoka Dodoma makao makuu kwa ajili ya kufuatilia hili jambo, tukumbuke nao ni polisi. Tunao watuhumu ni polisi. Mnakubaliana na mimi kwamba mbwa huwa hali mbwa mwenzake. Kwa tumewekeana utaratibu pale kwamba kama tunakwenda kutoa taarifa, kuna taarifa wanahitaji za kiushahidi na kiupelelezi, basi tutaongozana, lakini pia uongozi wa kanda upo hapa. Ila usije ukaenda peke yako kwa kujiamini, unaweza kupotelea huko. Hata wakija kumchukua kama shahidi. Lakini hata kama wakija kukuchukua kama shahidi, kwa sababu sisi Chadema ndio walalamikaji, hata wakija kukuchukua kama shahidi, don't go alone. Usiende peke yako. Na hili tumekubaliana kule. Lakini masuala mengine
tunayoyaomba sasa, bado kwa hali iliyopo tunaona kuna haja ya ile timu iliyotoka makao makuu Dodoma iliyokuja kupeleleza, ili kuiongezea imani, isiwe timu tu ya polisi, iwe tume, iundwe tume. Na hiyo tume, huu ni wito sasa, ili kujengeana imani na kuaminiana, iwe ni tume ambayo ihusishe hao watu wa jeshi la polisi waliotoka Dodoma kama ambavyo wao wamesema, lakini kuwe na wawakilishi toka Chadema, kuwe na wawakilishi kutoka kwenye familia, lakini pia kuwe na wawakilishi kutoka kwenye taasisi za kidini. Iunde tume ndio ikafanye uchunguzi. Wakati kwa kusema hayo hatumaanishi kwamba upelelezi wa polisi usitishwe, lakini pia kuwe na hilo angalizo la kwamba kuna jambo zaidi ya hilo linatakiwa kufanyika. Jambo la mwisho ambalo naweza nikalizungumza, ambalo limejirudia sana, na huu ni wito pia kwa jeshi la polisi, ni kwamba wale maafande waliotajwa wakae pembeni, waziachie ofisi za umma, viti vyao viwe wazi. Hapa nazungumzia afande RCO a step down wakati uchunguzi unafanyika. Narudia tena, afande RCO aipishe ofisi iwe wazi wakati uchunguzi unafanyika. Kuna majina yametajwa, sijui Shabani, sijui Veda, Chalo na Vedasti. Na wao wanasema hao watu hawapo, mala wapo. Sisi tupo tayari. Wanachadema wapo wanaowafahamu, wapo wananchi wanaowafahamu. Ikiwapendeza waitisha identification parade ya wale askari. Walete parade, wale wanaowatambua wakawatambua, alafu mambo mengine yaendelee. Na hatutakubali kwamba ili jambo litapita eti kwa sababu limekaa muda mrefu basi litatokea tukio la Simba na Yanga alafu watu watasahau. Litatokea sijui la Babu Aloliondo watu watasahau. Hili halitasahaulika. Niishie tu kwa kusema kwamba usiende peke yako jeshi la polisi ukitu. Mawasiliano yako kwa katibu.